Unaangalia imani za watu, maana ukiwa hawana imani, kuna watu wanaamini umaskini ndio ucha Mungu na ucha Mungu ni umaskini. Kwa hiyo ukiwaletea kitu kikubwa kizuri watasema wewe umetumwa mtu wa shetani. Akili zao ndio zilipofikia. Tutawasaidia kuwaelimisha. Acha peleka kwa watu wengine. Maana kama fedha ingekuwa ni dhambi, kama fedha ingekuwa ni chanzo cha uovu, Suleimani hakumuomba Mungu fedha, hakumuomba Mungu mali, alimuomba Mungu hekima. Mungu ndiye aliyempa fedha na mali za ziada kama matokeo ya hekima. Ukisema ni mbaya, maana yake Mungu alimpa Suleimani kitu cha kumsababisha aweze kufeli. Kilichomfelisha Suleimani sio fedha, sio mali zake, anasema moyo wake. Moyo wake ulijifungamanisha na miungu na wanawake na akafeli. Sasa nikwambie kitu. Wakati wa kumtolea Mungu sadaka ni wakati wa heshima sana, na Mungu wako ana uheshimu sana. Na ndio maana Yesu alipoingia kanisani, hekaluni siku ile, hakukaa karibu na darasa la kujifunza Biblia. Hakukaa karibu na darasa la wajane. Hakukaa kumsikiliza mhubiri. Alikaa pembeni ya sanduku la sadaka. Maana alijua sadaka ni kitendo, mahubiri ni maneno. Na alijua nguvu ya sadaka. Na akawachambua watoa sadaka. Kuna wengine wanatoa kama vile ni fashion show off, na kuna yule mama akatoa 100% alichokuwa nacho. Mungu akambariki. Mungu akambariki. Nikutie moyo. Wakati wanatoa sadaka ya unga asubuhi ile, ndio muda huo maji yakatoka. Si katika mvua, si katika upepo, yakatoka kutokea usawa wa Edom kuja huko. Yaani maji yanatoka mahali kwenye impossible angle. Edom kule ni jangwa, yanakuja kutokea jangwani kuja kwenye jangwa linalokupitia. Nataka nikutamkie wakati wa kutoa sadaka zako kwa Mungu na zaka zako na kugusa mifumo ya kiungu, wakati wa kumtolea Bwana sadaka kama tukio ya imani ili Mungu akujaze zaidi, wakati unamsubiria Mungu atende jambo lako ukimtolea Mungu sadaka, Bwana atalifanya jambo lako, baraka zake zije kutokea upande ambao hukuwahi kuufikiri. Bwana atafanya sadaka Mungu akutendea jambo lako katika muda ambao hukuwahi kudhani.